Yeah. Healing, healing, healing. What are you healing from, bruh? Una heal from what? What are you healing to? What do you wanna become? Who are you becoming? Umesikia watu wakisema I'm on my healing journey. Pia mi nimesema before. I'm on my healing journey, but una heal nini mse? So for me, I've been healing my soul, my body, and my mind. Nilikam realize that these things are connected. Na if you don't heal them, ukiacha moja ikiwa disconnected, hizo zingine hazita function, life yako haitaenda poa. Maybe mwili yako ni mgonjwa, mwili yako time iko mgonjwa, mind yako itaweza kutulia, unakuwa na stress because kama cells za mwili ziko stressed, pia mind inakuwa stressed, huwezi operate fit, thoughts hazitakuwa right. The same way, soul yako ikiwa stressed so much, una feel ni kama uko left behind, ujijui, unajitafuta. Pia with that, umecarry a lot of pain. Kama ziko connected, if everything is not connected, you are not one. Uko scattered, mind iko scattered here and there. Sometimes hata unashindwa kujielewa. But if you start healing maybe from your mind, you heal your mind maybe from the past trauma na past pain, the unlimited beliefs that were passed to you. You do away with them. You do that shit with something like meditation. Unatuliza tu thoughts zako, unajisikiza, una go deep inside your mind. You go through that void, you listen to the void. You get your thoughts right, you know what I mean? Na with that, unapatanga umeanza kuget your mind to the right place. Umeacha kuwa na zile thoughts zenye zilikuwa zinakusumbua before, zenye hata si zako. Thoughts zilikuwa stored by the subconscious mind since you are growing up, the fear, the doubt and all those things. Sasa unaanza cooperate from the point of love, happiness na heightened emotions, si kukua from the survival mode, from a low state of being. So ukisha heal mind, unapata pia body inahitaji kuheal ndio zikuwe connected. Ukiumwa na tumbo, huwezi think straight. Hata ukiumwa na mkono ama mguu ama mahali popote penye umeumia kwa mwili yako, pia mind haikuangi imetulia, inakuanga stressed, iwe ina produce some stress, mwili yako ina feel like fine. So lazima uheal everywhere ndio kila mahali kuwe connected, ndio kuwe a whole. For you to be a whole, lazima connect all these three things venye tumesema, the body, soul and mind. So angalia body yako, unaweza kuwa physically unaona uko fit, but inside maybe you don't know what's happening inside your body. Maybe you don't know what's happening inside your stomach, the organs inside, because ushaijuliza, ushaiangalia what you eat, ushaikuwa concerned, ukwe so conscious about what you eating, what you put in your stomach or your body or you apply on your skin. Ushaikuwa conscious, ujiulize hiyo swali, because what you eat matters a lot. Tunaweza kuwa hapo umekula some junk food for all your years, sasa unajua huwezi ona effects until uanze kufika in your 30s huko, ndio sasa zile effects zinakuwa zimemanifest. Umeishi kukula nyama, umeishi kukula sugar, umeishi kukula hizi vitu tamu zote zenye ziko carcinogenic. So unapata hizi makansa na hizi mabacteria diseases zote zina manifest. Ukifika in your 30s 40s pale ndio zinaanza kukama up, unashangaa what's happening. But nijua kwa rada, maybe uli deal with your mind ukasahau body, so you didn't connect. So body yako ikikuja kuanza kuwa ill, utagundua hata au kuango umetulia kwa mind. Unaweza kuwa hiyo ndio time uko na millions, uko na billions kwa bank, uko na everything, but mwili yako haikubali. So nashangaa what are all this for? Hizi ndio nimekuwa nikitafuta ni za nini?
Maybe sasa unajiwaste, una work so hard ukisema ati kwenda huku mbele vitu zitakuwa fiti, nitapata do, nitulize mwili yangu. But unafaa kuwa careful, take care of your body, because kama uta take care of your body, hata mind haitakubali ku work with you. Mind itakataa, ignore. It's a machine that's connected with everything. Everything inside your body or in your body is connected. You are one with everything. So don't do it like you don't care. Tumesema about body, soul and mind. So let's talk about the soul. Your soul. Do you know that you as a soul, you signed a contract to come here to this earth, to this planet, to experience this life? Kuna contract ulisign na kuna venye uliamua kutakuwa. Kila kitu ilikuwa imepangwa, organize everything before come here from your higher self. Kila kitu ilikuwa aligned for you. Kila kitu yenye imekuwa ikiplay out in your life ni venye tu ulikuwa umepanga na soul yako from the higher side before you come here. So kila kitu imekuwa ikiwork venye tu ulikuwa, lakini you don't remember that, au kumbuki. So venye ulikuja tu kulisahau everything, na pia systems zimekuwa ziki-aid in your forgetting. So unaanza kujishuku, unadoubt everything, but soul yako inahitaji ujue that all the pain and all the things that you are going through, you just going through them because you are learning. Hizo zote ni experience za kulearn, hiyo pain, hiyo trauma na hizo vitu una go through. So ukishajua, then una release your soul, inakuwa free. So ukishakuwa free from inside, then unaacha kubeba hizi baggage, hizi nini za generations, hizi nini za family. Unakuwa free from inside. Unajua that you are God, you are a higher being, you are an immortal being. Your soul has been here for a while and it's not going to die. It's just the body, and so the body carries the soul. So you must take care of the body for your soul. Your soul just ni kama soul yako iko caged in this body. So if you take care of your body, then your soul itaendelea kukaa na accomplish the mission yenye ilikuwa imekam huku for, because spiritually you didn't just come, you don't just exist. You came here for a reason. There is a higher purpose that you came here. Maybe umesahau, you just forgot, but utakumbuka. Na for you to remember, maybe just start by healing. Heal maybe your mind, maybe your body, and then your soul will align. The awakening will come through. Utakumbuka, utaamka, then ujue, damn, everything is connected. I am one with everything. If you mess one part of your body, you mess the other one. You mess the mind, you mess up with everything. Because ebu angalia, ukifeeling anxiety ama stress ama design flani kwa kichwa ama thoughts zinakusumbua, hata mwili you feel weak, unashindwa kuamka kufanya anything, una feel lazy. Kila kitu ina follow up with another, like hakuna kitu iko separate. Ile siku yenye una feel mwili iko mbaya, just keep your mind yako ina produce thoughts ziko low, unapata umeanza kufanya vitu zenye as it makes sense. Ni juu thoughts zako hiyo time una vibrate from a very low vibration. So usiku hiyo msee, change for better, work on your body, soul and mind, and you reconnect with your higher self. You become your true self. So you healing. What are you healing from, and what are you healing to become? You healing from the damages that has been happening to you since childhood, the childhood trauma and pain, and now you are becoming your true self. You know what I mean?